Israel imetoa amri ya kusitisha uvamizi huko katika ukanda wa Gaza baada ya Hamas kukubali baadhi ya masharti ya mpango wa kusimamisha vita. Chombo kimoja cha habari cha utawala wa Israel kimedai kuwa jeshi la Israel limeamuru kupunguzwa operesheni za kijeshi huko Gaza baada ya Hamas kukubali kwa baadhi ya masharti ya mpango wa hoja 20 wa Donald Trump kuhusu kusimamisha kwa vita katika ukanda huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, radio ya jeshi la Israel imedai mapema leo Jumamosi kwamba majeshi ya Israel yameamriwa kupunguza shughuli zao katika ukanda wa Gaza hadi kiwango cha chini na kutofanya shambulio lolote isipokuwa kwa ajili ya kujilinda. Kwa mujibu wa radio hiyo, agizo hilo limetolewa huku operesheni ya kuteka mji wa Gaza ikiwa inasitishwa. Kauli hiyo imetolewa saa chache baada ya harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina ya Hamas kukubali kwa masharti mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele 20 wa amani huko Gaza. Katika ujumbe katika ukurasa wa Twitter, Donald Trump amesema kuwa majibu hayo ya Hamas ni kuonyesha harakati hiyo iko tayari kwa ajili ya amani ya kudumu, na ameiamrisha Israel isitishe mara moja mashambulizi yake huko katika ukanda wa Gaza. Kabla ya hapo, kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump na mpango wake, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas ilikuwa imetangaza kukubali kukomesha kabisa vita, makabiliano ya mateka na kutaka kuangaliwa upya mustakabali wa Gaza kwa kuzingatia maslahi mapana ya kitaifa ya Palestina. Kwa mujibu wa shirika la habari la Al-Alam, harakati hiyo imetoa taarifa na kutangaza kwamba jibu hilo la masharti limetolewa baada ya mashauriano ya kina ya ndani ya Hamas na baina ya makundi ya Wapalestina na wapatanishi wa kieneo. Katika taarifa hiyo, Hamas imetilia mkazo wajibu wake wa kitaifa na haja ya kusimamishwa mara moja jinai na mauaji ya umati yanayofanywa na utawala wa Israel dhidi ya wananchi wa Palestina. Hamas imeshukuru juhudi za nchi za Kiarabu na za kimataifa za kuilazimisha Israel kusimamisha vita, kubadilishana wafungwa, kuruhusu kuingia mara moja misaada ya kibinadamu huko katika ukanda wa Gaza, kupinga kukaliwa kwa mabavu na kupinga kulazimishwa kuhama kwa watu wa Palestina. Hamas imesema katika makubaliano ya kusitisha kikamilifu vita na kuondoka wanajeshi wanaoyakalia kwa mabavu maeneo ya Gaza, Hamas nayo kwa upande wake inakubali kuachilia huru mateka wote na utawala wa Israel walio hai na waliokufa kwa msingi uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni ishara kwamba sasa vita vinaenda kukamilika baada ya makubaliano hayo, lakini bado kuna baadhi ya mambo ambayo yanatajwa hayako sawa katika makubaliano hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari zetu kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri duniani.